Ya, mimi nimewekeza maisha yangu. In fact nimejitoa, wanasemaga kujitoa wakfu, kudedicate maisha kwa ajili ya kudili na vijana. Vijana tu, wazee tu waache waendelee na maisha yao, lakini vijana. Na mara nyingi kwenye kazi zangu nyingi huwa nakutana na changamoto ya kimtazamo, ya kiutayari kuweza kufanya kitu. Na nikitazama vijana wa Kitanzania nashikwa na hofu. Wewe una hiyo hofu? Ukiangalia labda washikaji zako ama ukiangalia wadogo zako, kuna hofu yoyote unakutana nayo kwa ajili ya future yetu? Kuna kitu ambacho ukimkuta rafiki yako wa karibu anakifanya inakusikitisha zaidi, kwa sababu ungetegemea asikifanye. Kwa hiyo tuna uhuru wa kufanya kitu chochote ambacho tunataka. Kwa hiyo ndio maana sio kila mtu katika hii dunia aliumbwa ili afanye kazi kwa bidii. Kuna mtu mwingine aliumbwa afanye kazi kawaida, apate hela ya kula akalale. Kwa hiyo lakini sasa kama mtu ambaye kidogo unakuwa unaweza ukaona kitu kwa umbali, huwa inasikitisha kuona kijana ambaye wewe kwa macho yako unaona kwa nguvu hizi alizonazo angeweza kufanya kitu hiki na kingemfikisha mbali na angefanya kwa ukubwa, hafanyi. Halafu unakuta kuna kijana ambaye yupo polini huko, hana hiyo chance, anajaribu kufanya lakini hawezi kufika. Kwa hiyo kuna muda unapata stress. Hata kuna clip ambazo labda zinasambaa kwamba unaona kijana huyo hapa hivi, mtu fulani ambaye anafikiria labda anampambania, anatoonyana anampambania. Nimeziona sana hizo clips. Yeah, kwa hiyo ni kila mtu ana mtazamo, kila mtu ana uhuru wa kufanya anachotaka, lakini ukiachana na yote hayo, licha kwamba una uhuru, lakini kupambania ndoto zako ni muhimu sana. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.